أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. وقال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: لا تصاحب الشرير فإن طبعك يسرق من طبعه شرا وأنت لا تعلم. وقال الشاعر: عن المرء لا تسل واسأل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي. صدق الله العلي العظيم وصدق مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. Leo tumo katika darasa ya 13 katika mfululizo wa darasa zetu za sayansi ya malezi kwa mtazamo wa Qur'an. Na katika darasa yetu ya leo tutaendelea kuanzia pale tulipokomea katika darasa ya jana, tulipozungumza sifa za kurithi za kiasli anazoweza kuwa nazo mtoto na namna ambavyo malezi yana nguvu, yanaweza kubadilisha zile sifa kama zikiwa ni mbaya, kama ambavyo vile vile zikiwa ni nzuri, mtoto akilelewa vibaya zile sifa za kurithi nzuri zinaweza zikatoweka. Na tuliona kwa mifano mingi na tukazungumza kwa lugha ya wenzetu matamshi ya nacha na nature, asili na mazingira na malezi. Hivi ndio vitu ambavyo tumevidokeza katika darasa zetu 2 zilizopita. Nadhani kwa wale waliokuepo wanajua tulipokomea. Wale ambao hawakuepo wanaweza kufuatilia katika mitandao, lakini kwa ujumla tuko katika kuzungumzia sasa mazingira nature, sio nature, ina mchango gani katika kulea. Baada ya kuzungumza asili, urithi kwa baadhi ya tabia kwa mtoto, unaweza ukamfanya mtoto awe na ukarimu, awe na ushujaa, awe na upole, awe na huruma kwa kurithi. Na tumeona katika visa vya Imam Ali na tumeona kwa aya ya Qur'ani. Lakini vile vile tukaona kwamba inawezekana kabisa mtu akarithi ubakhili, akarithi uoga, kutokuwa shujaa na mengine. Kubwa zaidi la muhimu, tulisema sifa hiyo ya nature na nature haihusu tu masala ya mtoto kuzaliwa na malezi, inahusu hata katika yale mapambano ya dunia sasa hivi, kuzungumza kazi za mwanamke. Je, zinazingatiwa kutokana na asili yake na maumbile yake, au ni kwa mujibu wa mazingira ndiyo yanayoamua kwamba mwanamke afanye kazi fulani au asifanye? Tulilifafanua jana, mnaweza mkatizama. Hata katika suala la ubaradhuli, ushoga na usagaji, ambapo limekuwa likitawala sana vyombo vya habari katika miaka ya karibuni, tumeona asli ya kupigania haki za mabaradhuli ni katika kuamini kwamba ni nature yao, ni asili yao, wanavimelea katika maumbile yao vyenye kushawishi hivyo. Kwa hiyo dunia inatuambia kwamba kuwakatalia ni kuwadhulumu kwa sababu si khiari yao. Haya tumeyaeleza sisi katika darasa iliyopita. Suala la mazingira na malezi tutakuwa na safari ndefu katika hilo, kwa sababu ndilo ambalo lina mchango mkubwa sana katika masala ya malezi. Na ndio wakati sasa wa kuona baadhi ya nadharia za kifalsafa ambazo tutazivunja sana ili ziweze kueleweka inshallah. Tumesema kwamba mazingira atakayokuta mtoto yana nguvu zaidi kuliko tabia za kurithi.
na ndio rehema ya Mungu iko hapo, kwamba anaweza kubadilika hata kama amezaliwa na akarithi tabia mbaya. Sasa ukitizama suala zima la mazingira kuweza kumshawishi mtu akabadilika tabia, hadithi ya Mtume iko wazi, kullu mauludin yuladu ala alfitra, kwamba kila kinachozaliwa kinazaliwa katika fitra. Fitra nini? Maumbile ya asili, maumbile yake alozaliwa nayo. Tumesema maumbile na asili ni vitu tofauti, fitra na nature ni vitu tofauti, tumefafanua. Lakini malengo ya kusoma hadithi hii kwa leo ni ile ishara ya Mtume aliposema fa abawahu, baba zake wawili, yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi, wanaweza kumtia katika Uyahudi au kumtia katika Unasara au kumtia katika Umajusi. Manake mazingira atakayoyakuta yanaweza kumbadilisha. Tuko pamoja? Kwa maana yake hivyo. Na wakati ule mitazamo ya kimaisha ilikuwa ikijulikana ni Uyahudi na Unasara na Umajusi. Uyahudi, Unasara, Umajusi. Umajusi ni watu wa kuabudu moto. Haya, leo kuna zaidi ya hivyo, sio? Lau Mtume angekwepo leo angesema nini? Angeongeza na mengine. Watamtia katika uliberali, watamtia katika ubepari, watamtia katika ukomunisti. Zote hizi ni nadharia zinazotawala maisha ya mwanadamu wa leo. Na ndio maana utakuja kuiona familia kwa mtazamo wa kibepari, wa kiliberali, sio? Kwa hivyo Mtume ametaja kwa sababu ya dharura ya wakati ule na hali ya wakati ule. Asingewatajia masahaba kitu ambacho hakipo, Lakini leo hii Uyahudi hauna nguvu kama Uyahudi pale Mtume alipokuwa akiishi wakati huo. Umajusi hauna nguvu kiasi hicho. Venye nguvu nini? Ni dini nyingine inaitwa uliberali na mfano wake. Kwa hiyo kuna athari za kiliberali katika maisha yetu ya kila siku. Kwa ujumla ni kwamba mazingira yatambadilisha kutoka katika asili yake kuwa katika tabia nyingine. Na ukisoma hadithi kama tulioisoma, Imam Ali anatufundisha kwamba ukiwa na mazingira fulani ya urafiki na mwenzako, mko naye wakati wote, lazima umuathiri au yeye akuathiri. Kuna mambo yatakayokufanya wewe uathirike zaidi au yeye athirike zaidi, lakini kuathiriana kupo. Na hayo ni mazingira. Imamu anasema la tusahibu shirira, usiwe rafiki ukasuhubiana sana na mtu mwovu, mtu mchafu, mtu ambaye ana tabia sio nzuri. Kwa nini? Fa inna tab'aka, tabia zako, yasriqu min tabi'ihi, zitaiba katika tabia zake. Nini? Sharran, mambo ya shari kwenye tabia yake yataibiwa na tabia zako. Maanake utaweza kuambukizwa tabia za shari. Wa anta la ta'lamu, pigia mstari wa anta la ta'lam. Yani wakati anakuambukiza tabia, wewe utakuwa hujui, hutakuwa unahisi wakati huo, utabadilika bila wewe kujua. Ndugu zangu, turudi katika reference zetu. Mnakumbuka tukisoma kuhusu akili isiyofahamu, namna ambavyo inaathirika na wewe unachukua bila kujua? Haya ndiyo makusudio ya Imam Ali, kwamba wakati unaathirika hutoweza kuhisi, walokuwa pembeni ndio wanaweza kuona. Walokuwa pembeni ndio wataanza kuona lugha yako imebadilika, mwenendo wako umebadilika. Kwa hivyo lazima athari ya tabia zake itaonekana kwako. Mtu umeamua kwenda kufanya kazi stendi, sio haramu, lakini kubali kwamba baada ya muda lugha yako itakuwa ya stendi. Utake ustaki, utaanza kuzungumza lugha ya stendi bila kujijua. Utaanza kuzungumza lugha ya sokoni bila kujua. Maana kila mahala pana lugha zake. Watu wa stendi wana lugha zao, watu wa sokoni wana lugha zao.
na atakayekaa mazingira yale bila kuhisi, baada ya muda ataathirika. Takuwa na mkeo nyumbani, mara anaanza kuzungumza lugha za stendi, mumeo mara lugha za stendi, baba nani, mbona sikuelewa, anakusudia hivi, lakini yeye haelewi kwamba anayezungumza naye si mtu wa stendi wakati huo. Haya ni mambo yamefanyiwa utafiti na hahitaji kusoma sana. Tizama vijana na makundi yao, mtu akiingia kule, akitoka anatokaje, kutembea kwake, kuvaa kwake na kila kitu. Ndio mshairi akasema, anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Usiulizie tabia za fulani yukoje, ulizia rafiki yake. Fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi, kila rafiki kwa kusuhubiana na mwenzake hufuata tabia za mwenzake. Ukitaka kumjua mzee Abasi hapa, tizama rafiki zake ni nani. Ukishazijua tabia za rafiki zake, ndio tabia yake pia. Wanaswali, wanafanya hivi, si wazinifu, si watapeli, kwa sababu zikigongana usuhuba lazima ufe, urafiki lazima ufe, hamna la kushare nyie. Kwa hivyo kuna mmoja lazima atanazal, ajishushe ili urafiki uendelee. Kujishusha maana yake ni kukubali kupokea tabia za mwenzako zikawa nazo za kwako. Wakati huo mtakwenda sambamba, kila akizungumza mwenzako wewe unatingisha kichwa, ndio maana mtakuwa marafiki. Na haya ni mambo ya kawaida, yapime katika maisha yako, utaona. Huwezi kuwa rafiki na mtu kila muda wa sala anakuaga anakwenda kwenye sala, alafu wewe usiende kuswali. Ima uende naye au yeye yule anayekwenda kuswali na yeye aache kuswali, muwe pamoja, mmekubaliana katika tabia. Na hivi ndivyo Mtume amesema sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katika hadithi muhimu sana, na hadithi zote za Mtume ni muhimu. Almar'u ala dini khalilihi falyanzuru ahadukum man yukhalil. Mwanadamu ana mwenendo, dini hapa kwa maana mwenendo wa rafiki yake. Tabia mwanadamu ana mwenendo wa nani? Wa rafiki yake. Falyanzur ahadukum man yukhalil, basi na atizame mmoja wenu, kila mmoja wenu anasuhubiana na nani, anamfanya nani kuwa ni rafiki. Mkimbie rafiki ambaye hana tabia nzuri. Ukiendelea kukaa naye bila kuhisi atakuathiri. Sasa tunapozungumza katika darasa zetu, tunamzungumzia mzazi afanye hivyo, lakini mzazi vile vile ajitahidi kumwepusha mtoto na marafiki wasiofaa. Ajitahidi hilo. Wakati fulani tulai kusema hapa, bwana, ukishaona mkeo anakuambia kwamba bwana, mimi fulani rafiki yako bwana, kwa nini unakuwa rafiki na mimi simpendi, mimi simtaki, jaribu kuchunguza, jaribu kudadisi. Kuna vitu vingine havisemi dhahiri. Ndio mwanamke pengine kamuona jamaa akija pale ana ishara si nzuri, sasa hapendi akuambie kila kitu, sio? Kwa hiyo mimi sipendi urafiki wako na fulani. Si kila mara anaposema mwanamke eti ni maasumi, hapana. Mara nyingine inawezekana kabisa huyo rafiki yako ni mtu anakuongoza katika mazuri na yeye hapendi. Yaani tunasema kuna mambo ya kupima pia. Na wanawake wengine akishaona fulani ana wake wawili alafu ndio rafiki yako sana, na wewe una mke mmoja, kwamba fulani mimi sipendi ukae naye karibu, sipendi wewe rafiki wa fulani sababu asije akakuambukiza. Hasemi hayo maana atakuambukiza na wewe mke wa pili pengine. Ndio bwana mmoja akifanya maskara siku moja, nyumba yake ina ngazi, kuna vyumba vya juu, anazungumza na rafiki yake, bwana, mambo ya wake hawa. Kisha anamwambia, vipi wewe kuoa wake wawili, unataka kuoa wake wawili? Anasema, mimi huyu mmoja tu kashazidi, nataka nimpasue katikati yawe nusu angalau. Wakati huo mke wake anashuka, anasikia kwa hiyo mimi nimekuchosha. Anasema, sasa lakini mimi nimesema sitaki wa pili. Akamwambia, lakini mimi mwenyewe pia nataka unipasue nusu, maana kamili pia hauwezi kustahamili. Ili mradi kuna mazingira kama haya ya kijamii. Nachotaka kusema ni kwamba Mtume katika hadithi yake anazungumza mazingira yako.
rafiki yako unayekuwa naye kila mara, kama ni muovu, ana nafasi kubwa ya kukuathiri. Epuka rafiki muovu. Sasa katika kuendelea katika darasa zetu kwa ajili ya kuzungumza kuhusu mazingira, tuna mambo tunahitajia huko mbeleni tuyazungumze. Kwanza tuzungumzie kitu kinachoitwa taasisi za malezi. Kuna taasisi zinazohusika na malezi. Taasisi namba moja, familia, na ni namba moja kweli. Ndio mara nyingi nimekariri sana, watu wamesikia tukizungumza kuhusu kitu kinachoitwa primary agent of socialization. Ni familia ndio wakala wa kwanza wa kuhamisha maadili ya mtoto, kutengeneza maadili ya mtoto, kushawishi tabia za mtoto. Namba moja ni familia. Kwa hiyo taasisi namba moja ni familia. Tuko kwenye mazingira familia. Namba mbili, taasisi ya malezi ni media, kwa maana ya vyombo vya habari. Taasisi namba tatu ni dola au serikali, tutakuja kufafanua wakati wake. Taasisi namba tatu ya malezi ni vituo vya kidini. Sisi kwetu inatuhusu na msikiti, wengine kanisa litakuwa linahusu, wengine hekalu ni vituo vya malezi vile, na majumba mengine ya ibada, masinagogi sijui na mengine. Alafu mkusanyiko wa watu katika maeneo ya kazi, pale panaingia mambo mengi sana. Mtu ataniambia shule, mbona hujasema? Nakwambia shule tutaiona kule kwenye dola na serikali, sio? Kwa sababu shule panaendeshwa mambo kwa misingi ya taratibu za kidola na serikali. Kwa hiyo kuna mikusanyiko ya watu katika kazi, nayo ni taasisi. Na tunaposema taasisi maana yake nini tutaliona. Alafu kuna kingine ambacho hakifai kuitwa taasisi moja kwa moja, lakini tutakizungumza nacho, kinaitwa makundi ya rika, ambayo kwa hakika yanapoteza baadhi ya sifa za kitaasisi. Kila moja katika haya linahitajia maelezo marefu, na si masala ya kuzungumza kwenye darasa moja au mbili. Leo tunaanza kuhusu taasisi ya familia, na wakumbusheni tuko katika kuzungumza mazingira katika malezi yanawezaje kumshawishi mtu kitabia. Taasisi ya familia, hii ni taasisi. Tunaposema taasisi, tunazungumzia chombo chenye mfumo wa utendaji na mgawanyo wa kazi. Hiyo ndio maana kwa ufupi sana ya taasisi. Chombo kina mfumo wa utendaji, alafu kina mgawanyo wa majukumu. Kuna maagizo na kuna wanaopokea maagizo, kuna wanaotekeleza, sio? Kwa ufupi sana, hiyo ndio maana ya taasisi. Kwa hiyo familia ni taasisi kwa sababu kuna majukumu kule ndani ya familia. Kuna majukumu, sio? Kuna anayeleta matumizi, kuna anayepanga nyumba, kuna anayenunua hiki cha watoto, kuna anayetoa maelekezo, kuna anayetekeleza hili, sio? Familia ni taasisi, ina sifa za kitaasisi. Watoto pale wa kike na wa kiume wakubwa hasa wanajua majukumu yao. Yanapokuwa mengi, wanaongeza mtu wa pembeni, mfanyakazi, ili aweze kupunguza yale majukumu mazito ambayo yamewazidi, sio? Kwa hiyo ile ni taasisi. Nadhani tumeelewa. Kwa hiyo kuna utekelezaji, kuna utendaji, kuna mgawanyiko wa kazi. Sitaki tuzungumze sana hapo, kila mmoja anaelewa hilo. Sasa familia nayo nini? Ikiwa taasisi maana yake ni hiyo, nataka kusema kwamba utaasisi ukikosekana katika familia, malezi huwa mtabu. Ule utaasisi, familia isipoendeshwa kitaasisi, asipojua kila mmoja majukumu yake, pasipokuwa na mgawanyo wa majukumu na kazi, pasipokuwa kuna chanzo cha maelekezo, kuna utekelezaji wa maelekezo, malezi huwa mtabu. Ndio maana tunasema taasisi ya familia inaporomoka sana.
kwa sababu ya kupoteza sifa ya kitaasisi. Hii ni nukta muhimu. Sasa familia ni nini? Nimejaribu kutizama katika kamusi maana ambazo haziridhishi kwa hakika. Wanakuambia kamusi yetu ya Kiswahili, familia ni baba na mama na watoto wao. Wewe unakubali hilo? Baba na mama na watoto wao, hiyo ndio familia. Alafu ikaweka koma, familia ni baba au mama na mtoto au watoto wake. Maanake hiyo ya kwanza, baba, mama na watoto wao, inaitwa nuclear family katika lugha ya Kiingereza. Yaani ni muundo wa familia ndogo. Alafu baba au mama tu na mtoto au watoto wake inaitwa single parent family. Ni familia ambayo ina upande mmoja wa mzazi. Tuko pamoja? Alafu wakasema watu wenye uhusiano wa kidugu na kinasaba, au familia ni watu wenye uhusiano wa kidugu na kinasaba. Angalau hii ya tatu inatoa maana kidogo, lakini bado mimi binafsi naona sehemu fulani ya mapungufu. Kwa hivyo kwa haraka haraka mimi nimesema hivi, familia ni mkusanyiko wa watu wanaoishi pamoja aghalabu, na wenye uhusiano wa nasaba, wenye uhusiano wa damu kwa lugha ya watu wa sasa hivi. Yani aghalabu watu wale wa familia huishi pamoja. Kuna maana ya kuishi pamoja. Haitoshi tu baba mama na, yani hii taarifu ya kikamusi, baba akiwepo Marekani na mama Tanzania na watoto sijui Zambia, ni kweli ni familia, lakini aghalabu inapoteza moja katika sifa kubwa, sifa maizi za familia. Kama tuko pamoja, yani katika mantiki taarifu ni muhimu, kwa sababu huwa zinaingiza vitu na kutoa vingine. Tunataka kufunga milango tuseme hii ndio familia, isiyokuwa hiyo sio familia, lakini qawaid, principle zinakuwa na exceptionals, yani shawadhi, likulli qailatin shawadhi. Lakini zile shawadhi zikiwa zinakithiri, zinakaribia kuwa nusu ya qaida yenyewe, inakuwaje? Sio kama tunaelewana. Familia zina muundo mbalimbali. Ukitoa taarifu ya familia, lazima tuangalie wewe ni nani unayesema hivyo, kwa misingi gani? Kwa sababu unaweza ukatoa maana ya familia, lakini maana ile inalingana na muundo wa familia mliokuwa nayo nyinyi. Sasa hatuwezi kuielewa vizuri mpaka tufahamu ile miundo ya familia. Natoa mfano tu wa muundo mmoja wa familia. Tumewahi kuzungumza wakati fulani mahala fulani. Miundo iko mingi sana, lakini huu wa kwanza tu unaitwa al-usratul mumtadda, extended family, familia pana. Familia pana ndio familia ya Kiislamu, na ndio familia ya asili ya Waafrika. Kwa hivyo hata Mkristo huku kwetu anaikumbatia vile vile familia pana. Familia pana ni ipi jamaa? Familia huwa inakusanya baba, mama, watoto, mara nyingine babu, mara nyingine bibi, mara nyingine wajukuu, na mara nyingine shangazi na mjomba na wengine. Mkweli si kweli? Ndio familia zetu hizo, sio? Kuishi shangazi ndani ya nyumba kwa Waswahili, kwa Waafrika, kwa Waislamu ni jambo la asili. Na ukitaka kujua familia kisawasawa, katizame hata wanaostahili kurithi, sio baba mama na watoto tu. Kweli kuna matabaka, tabaka la kwanza, tabaka la pili, tabaka la tatu, lakini utaona katika mirathi wanarithi matabaka haya yote katika Uislamu, kwa maana ya kwamba maammi, mashangazi wana nafasi katika kurithi katika Uislamu, kwa sababu ni sehemu ya familia. Unapotoa maana ya familia, lazima uzingatie kwamba huyu Muislamu reference marjiia ni nini.
Kuna wale watu ambao wana uhusiano wa damu na ni familia, kuoana haifai. Na kuna watu wana uhusiano wa damu lakini inafaa kuoana, kwa mfano makazini, kwa lugha yetu ya kisasa hivi, mabinamu. Wewe baba yako mdogo, watoto wake unaweza kuwaoa, watoto wake wa kike, sio? Unaweza ukaoa. Yani dada yako ambaye anatokana na ammi yako unaweza ukamwoa kisheria. Kwa hiyo tukizungumza familia ya Kiislamu tuitizame kwa mapana yake. Sitaki kwenda zaidi mbali kwamba Uislamu unazungumza nini kuhusu masala ya kula kwa pamoja, maingiliano na vitu vingine vyote vile, sio wakati wake. Lakini nataka kusema kwamba kama familia ya Kiislamu ni hiyo al-usratul mumtadda, extended family. Maana ya familia haitakiwi ishie baba, mama na mtoto au watoto, inatakiwa iwe zaidi ya hapo, sio? Na pindi familia ya Kiislamu ilipokuwa pana, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba walimu wake walikuwa wengi. Yani kuna mambo ambayo ammi anayaweza kuliko baba katika kumlea mtoto. Jamani, mama si ana wajibu wake na baba ana wajibu wake. Kwa Waswahili Waislamu, shangazi na yeye ana wajibu wake. Jamani, shangazi ana mambo anaweza kuyafanya kwa kijana, mama hayawezi. Babu yako ni rafiki yako, anaweza kukuelekeza mambo ambayo baba hawezi kusema. Sijui nyie kwa kabila nyingine bwana, lakini sisi kwetu babu anaitwa kaka. Ni kweli jamani? Nadhani wa jamaa wako hapa, anaitwa kaka. Yani Mpare anamuita babu yake nani? Kaka. Haya, kaka na kaka yake hawazungumzi kila kitu, hawakai faragha wakafanya kila jambo, sio? Hawezi kusema mambo ya ndani ambayo baba anaona haya. Pale ndipo ambapo dauru ya babu katika malezi inapoonekana. Ama leo shangazi akija katika nyumba yako unajiuliza ataondoka lini? Kwa nini haondoki? Mimi binafsi nakumbuka nimelelewa katika nyumba na mashangazi na tumekuwa nao, na ndivyo tulivyokuwa sisi wakati. Siku hizi kuna lugha ya shangazi kaja, mifuko ya kusafiria ya ovyo ovyo inaitwa shangazi kaja, kwa sababu shangazi huwa anakuja na kuondoka wala hausiki. Na shangazi yenyewe ni mtu hoi kachoka, anakuja na mifuko ya ovyo ovyo, ndio shangazi kaja. Lakini shangazi ni mtu ambaye alikuwa akiishi ndani ya familia na ni mtu muhimu sana katika mchango wa malezi. Kwa hiyo tumeelewana mpaka hapa. Kwa hiyo ukileta maana ya familia katika Uislamu lazima uwe umeipanua hivyo, kwa sababu lengo la kuizungumza familia, tunazungumza mahala anapopikwa binadamu mpya, ili akikulia awe mtu sawa sawa katika jamii. Mtoto yule wanaomjenga wengi, sio baba na mama peke yake. Muundo mwingine wa familia ni nuclear family, familia ndogo kama tulivyosema. Ndio hiyo tuliopewa maana hapa sasa. Inaitwa hivi, Kiarabu inaitwa al-usratu nawawiyya. Al-usratu nawawiyya ndio hiyo nuclear family, familia ndogo. Familia ndogo ni ipi? Baba, mama na mtoto au watoto. Unajua ndio familia nyingi za kizungu ziko hivyo. Familia nyingi za kizungu, baba, mama, mtoto au watoto, na watoto wenyewe si wengi, mmoja, wawili natosha. Na ndio hali ambayo ulimwengu unatuambukiza sasa hivi. Watu waliosoma katika nchi zetu na wenye uchumi mkubwa ndio wanaopenda kuwa wazungu zaidi. Yani wale watu ambao tunawatizama kuwa wamesoma na wana uwezo mkubwa wa kiuchumi ndio wanaopenda kuwa na familia ndogo zaidi, wanapenda kuiga wazungu zaidi. Mtu kasoma sana, ana uchumi mkubwa sana, ana watoto wawili, yeye na mke wake na mume wake, hawapendi sana kutembelewa. Na ukija wajue kabisa mapema utaondoka lini. Hawapendi sana kutembelewa.
Hili si jambo dogo, ni katika maambukizi ya kimagharibi, ni katika upepo wa kiutandawazi, na katika sisi kuna watu wana kasumba hizo. Sisi bwana hatuko hivyo. Sisi bwana, hata mtoto wako akiachika bado ana nafasi pale nyumbani. Binti yako akiachika haishi mtaani, anarudi pale nyumbani, ndio kwao pale chumba chake atakaa, atalala na wenzake. Si kwamba aliolewa akaachika basi ushamtoa mikononi mwako akatafute maisha yake, kwa sababu malezi hayakomi, hayasimami. Wewe ukiwa hai utaendelea kulea tu. Kwa hiyo mtoto wa kike kaachika atarudi pale. Sisi bwana, unaletewa wajukuu, unajaziwa nyumbani, tena hujaletewa dhiki, unafurahi kweli, unaonyesha mapenzi kuliko hata watoto wako. Ndivyo maisha yetu sisi. Kwa hiyo pale nyumbani unajaziwa nani? Wajukuu waje wakusumbue, na unavumilia kweli kwa furaha. Baadhi ya watu wanasema bwana, tamu sio kwa watoto, kwa wajukuu, maana ni rafiki zako wale. Sasa ndivyo tulivyokuwa. Sasa ile familia ndogo ndio mtindo wa kisasa, ambayo kila aliyoelimika anajiona smart sana. Mtu wa kisasa hataki mambo ya kujaza watu ndani ya nyumba, tena ambao sio watoto wake, sio nani, sio, hapendi sana hivyo. Taka yeye na mkewe na nani, basi imekwisha. Tunakwenda namna hiyo. Kama ilikuwa hoja ni kwamba bwana, hali ni ngumu ya kiuchumi, haya, huyu tajiri wa Kiafrika huyu, kwa nini na yeye anatosheka na familia yake kuwa na mke tu na mtoto mmoja wawili? Huoni ni kasumba hii? Hii ni kasumba sasa. Na mara nyingi tunasema wale wanaoiga huenda wakampita mpaka yule wanayemuiga, wakapitiliza mpaka yule wanayemuiga akikutizama na kushangaa pia kwamba wewe vipi umepitiliza. Ndio tulivyokuwa sisi, yani tunaiga mpaka tunawapita tulowaiga bwana. Kwa hiyo ni namba 2. Single parent family ni namba 3. Namba 3 ni ipi? Mke peke yake na watoto au mtoto, au mume peke yake na mtoto au watoto. Na mara nyingi ni mke peke yake. Sasa inawezekana mke amefiliwa, ni mjane, yuko na watoto wake, hiyo inaitwa single parent family. Inawezekana. Lakini Kiislamu tukoje? Akifiliwa haachwi, atatizamwa na jamii iliyobaki, hatoacha aishi peke yake. Ndio hivyo ilivyokuwa. Familia ya kule alikoolewa itamhodhi, itamlinda, itamchunga. Sasa hivi akiwa hivyo, subhanallah, kitu cha kwanza ni kuporwa mali za mumewe, ni kutupwa, mpaka apatikane mwanaume wa pembeni amtetee au ajidai kumtetea ili na yeye amchukue, ndipo itakuwa labda salama yake kwa upande mmoja. Jamani, haya si ndio maisha tunayoishi? Wale maami na wengine, cha kwanza yule mwanamke atakuwa kinyang'anyiro cha kuporwa yeye. Lakini leo tukizungumza kuhusu single mother, hatuzungumzi concept hii. Tunazungumza single mother, mtu alokwenda akazurura, wakampiga mweleka, akarudi mlemavu. Karudi pale nyumbani na mtoto wake, baba kachapa mwendo, wala hapakuwa na maagano ya kuishi maisha ya ndoa. Hao ndio tunawazungumzia kwenye single mother ambao wamejaa leo hii. Hatusemi kwa ubaya. Nenda katika mahoteli wanaohudumia hotelini, nenda katika masupermarket wanaofanya kazi masupermarket. Wale tayari ukija ukamchokoza yeye, tayari asharuka na ana shahada ya huo uchokozi. Manake tayari kishapigwa mwileka, kishazalishwa, anajua mchezo huo, anaujua. Tamuona na miaka 20 na lakini ana mtoto wake anapambana kumtunza. Kwa sababu baba hajui hata yuko wapi. Na hali hii inakithiri sana na ina takwimu tulizitaja juzi katika moja ya darasa. Lakini huyu tunayemzungumza ni mjane huyu. Hawa sasa hivi wameibuka wapya. Anataka aweke mfanyakazi na yeye mwenyewe ni mfanyakazi, anilipwa kidogo, amlipe yule au aumweke mdogo wake wa kijijini amtizamie mwanae ili naye afanye kazi. Baadhi ya mikoa la atamtuma Kondoa kule kwa bibi na babu, akamdrop kule akamwacha.
Ukiingia kijijini utawakuta watoto wengi, lakini mama zao wako Dar es Salaam, wako Arusha, wako katika miji mikubwa mikubwa, ili awe huru kuendelea na mambo yake. Na akiwa ni mjinga sana, kesho ataleta wa pili pia asiyekuwa na baba, maanake darasa ya kwanza atakuwa hajafaulu. Haya yote tunayazungumza kwa maana ya kwamba malezi yanabomokea hapo. Tunazungumza malezi huwezi kuyapata bila hapo. Yani familia ikishakuwa imetengemaa, ndipo malezi yanakaa sawa sawa. Katika familia pakishakuwa pameharibika, unatarajia nini wewe? Kiwanda chenyewe kishakuwa kishaharibika, kitaweza kuleta product nzuri? Mashine za kuzalisha zenyewe mbovu, zitatia rangi kwenye kitambaa sawa sawa? Haitakuwa rangi sawa sawa, itakuwa rangi ya ovyo ovyo, itakuwa na mabaka baka, itakuwa ukifua ile nguo inatoa rangi. Kwa hiyo lazima mashine ya kutengeneza bidhaa iwe sawa sawa, tutatarajia kuona product intaji, bidhaa sawa sawa. Mashine ni familia. Familia tayari ishaharibika, haina spare parts za kutosha, baba hayupo au mama hayupo, hakuna mkusanyiko mzuri wa familia kuweza kumtengeneza mtoto. Ndio maana tunazungumza hilo. Kwa hivyo hii familia yenye mzazi mmoja inakuwa na kasoro kubwa sana katika malezi. Malezi lazima memba wote wa familia wahusike. Tutakuja kuona haki za baba, haki za mama, majukumu ya baba, majukumu ya mama, na mengine na mengine na mengine. Mimi binafsi nilikuwa nikikaa na babu yangu, rafiki yangu, alikuwa akizungumza na mimi vitu ambavyo hawezi kuzungumza na mwanae. Hawezi kuzungumza na mwanae. Hata alikuwa ananishauri kaoe wapi. Katika maneno nayokumbuka ananiambia, siku hizi mambo ya kwamba ukaoe kwenye kabila lako yamepitwa na wakati, hilo achana nalo, kwa sababu makabila yote yashaanza kufanana siku hizi. Ila kabila fulani sikushauri uende. Namwambia babu, kwa nini? Anasema wale bwana hawajui no, wanajua yes tu. Basi ngana muelewa maana yake nini? Yani hawajui no, wanajua yes tu. Yani wanawake wao hawajatulia, hawakatai. Kwa hiyo hata kuwa wako peke yako. Lakini nachotaka kusema ni kwamba yeye ni babu na mimi nimelelewa kwenye nyumba hiyo, na yeye ni mmoja katika walimu na walezi. Alikuwa na mchango ambao baba asingeweza kufanya. Kwa hiyo anaweza kuzungumza mambo hata ambayo baba ataona haya kuniambia, lakini yeye anaweza kuniambia. Shangazi anaweza kumwambia binti ya kaka yake mambo ya ndani ya faragha kabisa, lakini mama hawezi kuyasema. Anasikia kinyaa kuyatamka mbele ya binti yake. Kuna familia nyingine mnaweza mkashangaa tukizungumza, inaitwa cohabiting family. Yani dunia imefikia mahala inatambua familia ya mwanaume na mwanamke walioishi pamoja bila ndoa. Madhali wamekaa muda fulani tu wakatambulika. Haya yapo, hawa yapo jamani. Tena tumeanza sisi tunaoitwa wazazi kukubali. Ndio mwanao akiposwa, wakaja wana familia ya waposaji, akaja mposi, wakalipa mpaka mahari, tarehe ya ndoa ikawekwa mbali, mkanye binti yako, mwambie kuja kuposa haina maana, tayari tumetoa kibali, msiende kukutana huko faraghani. Huyu amebisha hodi tu, kafunguliwa mlango wa sebuleni, usimfungulie na wajikoni. Tumeelewana eh? Usimfungulie na jikoni. Kwa sababu sisi hatuna utamaduni wa kwamba ni mchumba, kwa hivyo wao wana faragha zao. Kisa nini wachumba? Hapana. Na tumeona mifano mingi kwamba uchumba umeishia hewani. Unaishia hewani. Watu mara nyingine hata wanazaa, uchumba unaleta tija ya mtoto, alafu baadaye yule kijana hamuoi yule mchumba wake, anaenda kuoa mahali pengine, kwa sababu ndio tabia ya wanaume. Mwanamke ajue hii siri. Ukishakuwa mwepesi kwa mwanaume, thamani yako inakuwa ndogo. Yule anayemkatalia atamuona ndio mwenye thamani, ndio anayefaa kuwa mume. Jamani, hii si siri ya wanaume hii? Haya tunaitoboa leo hii.
Kwa mwanamke ukiwa rahisi kwa mwanaume, thamani yako inashuka. Atakwenda kumua yule ambaye kila akimtaka hataki, ataona huyu ndio mwenyewe kisawasawa. Ama huyu amenikubalia kwa urahisi, kesho atamkubalia na mwingine. Alafu tabia ni ile tunayosema kwamba mteja ukishamuonjesha kishiba hanunui tena. Kisha shiba sasa ana haja gani? Pale kile ambacho hakula ndicho anachokitamani. Sasa akae na tamaa hiyo, umnyime wewe mwanamke hiyo tamaa mpaka atakapokuoa, basi mambo yatakuwa yamekwisha. Hili ni jambo la logic, la mantiki, na mwanamke mwerevu ajue hilo na kupenda ndio, lakini kufikia mambo hayo hapana. Lazima tupitie njia sahihi. Thamani ya mwanamke itakuwa kubwa kwa mwanaume. Kwa hiyo ni familia nyingine. Haya, tuna familia ambazo zimeanza kuwa sasa hivi na zinatajwa lesbian family. Mnajua wenzetu huko duniani katika baadhi ya nchi yamesharuhusiwa haya ya mwanamke na mwanamke kuishi nyumba moja, mume yupo na mke yupo. Wewe unajiuliza, sasa mume yupi? Mume ni yule mwenye kutoa matumizi. Maana inabidi tuseme hivyo, kwa sababu mtasemaje sasa? Kwamba wote wanawake, haya mume yupi? Mume yupi kitandani? Mimi nitakwambia mume ni yule anayetoa matumizi na huduma, kwa sababu ndilo tunaloliona. Lakini hawa wameozeshwa mbele ya kiongozi wa kidini rasmi, na wanaishi nyumba moja, na wakitamani mtoto wanakwenda kumtafuta mtoto wa kulea, wanamfanya ni mwanao, ni mtoto wao. Wanakwenda, kuna majumba ambayo yanahifadhiwa watoto hawana wazazi, wanaweza kupewa kwa mkataba kwa makubaliano. Suala ni kwamba hii jamii imewezaje kuzalisha mtoto ambaye hana baba wala mama? Na kama imeweza kuzalisha mtoto huyo mtoto baba na mama hawapo, hakuna hata wajomba, shangazi na wengine, unarudi kule kwenye tabia na muundo wa familia za jamaa hao. Kwa sababu kwetu sisi hata mtoto aliyekuwa hana baba wala mama anao walezi wake. Nataka turudi kule, sio? Nataka muelewe dhana ya kupeleka watoto mayatima katika nyumba za mayatima sio tabia ya Kiislamu, ni tabia ya kimagharibi. Tena ina athari mbaya kisaikolojia katika kumlea mtoto. Analelewa kwenye kambi, mimi naita ni kambi ya kibiashara. Analelewa mahala ambapo mtoto anajua kabisa, mimi na wenzangu tuko tofauti na watoto wengine, hatuna wazazi, tunategemea fadhila za watu. Na akija pale muhisani atawaletea biskuti na juisi na kuwapiga picha, na wataambiwa wamshukuru, warekodiwe. Wanasoma kwamba sisi ni watu tunahitajia huduma na misaada ya kijamii. Hatuna msaada, hatuna wazazi kama wengine, hatuna wa kutupangusa kichwa, wa kututoa matongotongo. Sisi tunaishi kwenye kambi, kwenye bweni, vitanda vimejaa, tunaishi watu 20 kwenye chumba kimoja mpaka tufanyiwe ihsani na binadamu wengine. Unadhani ni sawa sawa hivyo? Unadhani ni sawa sawa? Hivi pamekosekana ndugu. Huyu amekatikiwa na kizazi kabisa. Hana mjomba, hana shangazi, hana babu, hana bibi, hana nasabu. Na tunataka tuseme hivi, ndivyo tunavyochukua sisi tabia za kifamilia za kule, alafu tunakuja kuzitekeleza. Nataka tuelewe nyumba za wazee. Nenda Zanzibar pale Amani, karibu na uwanja wa mpira wa Amani Stadium, kuna nyumba za wazee. Nenda sijui wapi Dodoma, sijui Morogoro, kuna nyumba za wazee. Na kesho tunaweza kutengenezewa nyumba za wazee Arusha, na mwanasiasa fulani akapigiwa makofi. Hao wazee hawakuzaa jamaa, hawana wajukuu, hawana vitukuu, hawana ndugu, hawana watoto wa ndugu. Unaenda kuwafuga, wanaenda kuota jua, kisha wanarudi ndani, wanapewa matumizi. Si ndio yale ya Ulaya ya Waafrika wametoka huku, wameajiriwa kule kutunza wazee? Hamjui hayo?
Maana Waafrika wengi wakitoka huku, akija amevaa viatu huku vinauzwa 200,000 na suruali zinauzwa 300,000, akija anasema nimetoka Uingereza, mimi nimetoka Marekani. Anakuonyesha maisha ya kule kwa maisha tofauti. Kumbe kazi yake kule ni kuhudumia wazee, kuwabadilisha pampers wazee. Na analipwa vizuri tu. Lakini wale wazee hawana ndugu. Ndugu mtu anataka yeye na mke wake na watoto. We mzee huna wa kusaidia, anakudampo kule. Na atapiga simu kujua unaendaje. Unaendeleaje. Katika visa anawinukuu, siku nyingi sana nilikisikia, nadhani ilikuwa ni Ayatullah Sayyid Hadi al-Mudarris, kwamba wakati fulani ilitokea katika moja ya nchi za Ulaya, mzee katika hao wazee alisilimu na alikufa. Baadaye alikufa. Mtoto akapigiwa simu, hawana shida bwana, wale akifa ni wewe kupewa tu taarifa, na unaweza ukasema mzikeni. Serikali ikamzika. Serikali ikimzika, mambo yamekwisha, wewe unaendelea na maisha yako, imekwisha hiyo. Lakini Waislamu kwa tabia za Kiislamu wakasema, huyu mzee, hebu tutoe taarifa kwa kijana wake kwamba tunamzika sisi Kiislamu, kwa sababu alikuwa ni mwenzetu. Maana ndio tabia za Kiislamu jamaa, Tabia za Kiislamu. Hata mimi nikinunua nyumba kwako, nikinunua gari kwako, nikajua wewe ulimtapeli gari fulani, na hitajika nipate ridhaa za yule fulani, bwana vipi? Tumeelewana Yaani Uislamu ndivyo ulivyokuwa hivyo. Hawa wakaguswa wakasema tujaribu kuwasiliana na nani? Na mzee, na mtoto wa mzee. Mtoto wa mzee alipopigiwa, mzungu akaambiwa, bwana tunataka kumzika Kiislamu, akajua hapa dili tayari, kuna dili. Mtanipa kiasi gani? Mtanipa kiasi gani ni waruhusu? Mabwana wakampa chochote, akawaruhusu wamzike Kiislamu. Tushaelewana jamani? Sasa na hakika kuna ambao watauza viungo sasa vya wazee wao huko mbeleni. Kwa mashakufa tunamzika udongoni tu bwana, anakwenda hivi. Kwa nini tusiuze huu moyo akatumia mwingine? Nataka tuvae miwani ya kuona dunia inapokwenda jamaa. Na haya mambo sio asatirul awwalin, ni mambo yanakwenda, yako duniani. Ni mambo ya kawaida. Sisi tabia yetu, akifa mtu wako, unahakikisha wewe hata ukichelewa kwenye mazishi lazima uende hata kaburini kwake ukamwombee dua. Ya ndivyo tulivyokuwa. Sio swala la kwamba unapewa taarifa, haya basi nishapata taarifa mzikeni. Kwa namna tulivyofinya maana ya familia. Ukishaifinya maana ya familia, unajua watu waliolelewa pamoja wanakuwa na mafungamano sana kwenye maisha Utamuhitaji ni binaami yako na ukampenda na mkateteana na akakuhami ukamhami katika maisha yenu yote, na watoto wake wakawa ni watoto wako, kama nyie wenyewe hamkulelewa pamoja. Mapenzi hayo makubwa, sio? Lakini madhali nyie wenyewe mmekulia pamoja, mpaka watoto wenu mtahakikisha wanashikamana. Ndio maana utaona leo kesi nyingi wazee hawapatani, ni ndugu, na watoto wao hawapatani. Sasa zamani na ni zamani ya juzi jamaa, mimi watoto wangu wakija kuniletea kesi dhidi ya ndugu yangu ambaye ni ami yao, kwamba amewakosea au amewafanya jambo, au mimi nimekosana na ndugu yangu ambaye ni ami yao, alafu wao wakaingilia na wao, nawaambia komeni. Huu ni ugomvi wa mimi na ndugu yangu, hauwahusu nyinyi. Tumeelewana Komeni. Huu ni ugomvi wa mimi na ndugu yangu, nyie hauwahusu. Ama leo hii ni vipi? Ukishagombana tu na ndugu yako, unataka na watoto wote wasimsalimie, watoto wako wasimpe heshima pia, unatengeneza kambi ya upinzani dhidi ya ndugu yako. Jamani, si ndio hivyo tulivyokuwa? Au ni uongo? Sio hivyo tu, mimi na wewe tukigombana tu sasa hivi unatafuta kila mtu kumfanyia kampeni, fulani hafai, fulani hafai, fulani hafai. Maradhi mabaya kabisa. Wewe humpendi, baki wewe mwenyewe, sio? Lakini unafanya kampeni, wanasema wanasiasa, na wewe unafanya siasa. Na tutakuja kuona katika theory moja hapa
Nitakuja kuitaja hapa muielewe, kwa sababu wakati wa theory umefikia, nadharia. Mtakuja kuona hivi vitu namna ambavyo havina athari kama vile unavyotaka wewe. Sasa kwa ujumla ni kwamba ikiwa familia ni pana, walezi wake wengi, na watu wa kifamilia wengi wamelelewa pamoja, mafungamano yanakuwa ni makubwa hata ya vizazi vyao. Ushirikiano unakuwa ni mkubwa zaidi wa watoto wao na watoto wa watoto wao. Huku kupigana pande kwa ndugu ni kwa sababu hata malezi hayakuwa pamoja. Malezi yenyewe hayakuwa pamoja. Ukilelewa na binamu yako, mmepigana mkiwa watoto, mmenyang'anyana chakula mkiwa watoto, mmelala chumba kimoja mkiwa watoto, kesho kila mmoja kaoa, ile historia mnaweza kuifuta? Hamwezi kuifuta. Itabaki ni kumbukumbu nzuri katika maisha yenu. Watoto wenu lazima mtawasimulia, lazima watoto wenu na wenyewe wafungamane kwa sababu ya mafungamano yenu. Hivyo ndivyo ambavyo familia ya Kiislamu inavyojengwa. Kwa hiyo familia nyingine ni hiyo tulioitaja. Nadhani muda wetu umekwenda sana. Ni hiyo ya malesbian, wanawake kwa wanawake wanaoana. Mkitaka takwimu mtaziona duniani. Na wanaume kwa wanaume pia wanaoana. Sio suala ambalo lilikuwa zamani siri, suala la wazi. Sitaki kutaja majina sasa. Hivi mnajua, kwenye media tukija tutakuja kuzungumza. Hivi mnajua kuna vitu tukivizungumza wazi hapa katika mambo haya, hatuwezi kupandisha hata hizi kazi zetu kwenye mitandao, zitazuiwa. Mnajua hilo? Kwa sababu itakuwa ni kunyanyasa haki za hao watu. Kwa hiyo pengine hata haya ninazungumza hichi kipande mara nyingine kiweko kwa namna fulani, hata isilete athari, kwa sababu dunia inatupeleka mahala pa kutetea haki za hao watu wasinyanyaswe. Wanaozeshwa mwanaume kwa mwanaume katika nyumba za ibada, kisha wanaishi nyumba moja, panasema kwamba maisha yaendelee. Hiyo ni sehemu ya aina familia. Ndugu zangu, leo nitakomea hapa kwa matarajio kwamba katika darasa yetu ijayo tutamalizia hapo tulipokomea. Nataka nirudie kusema kwamba tumo katika kuzungumza mazingira yanavyotengeneza tabia, malezi kupitia mazingira, tabia zinazopatikana kupitia mazingira, maadili yanayofinyangwa na kutengenezwa na mazingira anayokulia mtoto. Tutaendelea kwa mazungumzo marefu sana katika nukta hii. Nasallallahu al-auna wa tawfiqa lima yuhibbu wa yardah, innahu waliyyu tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.